Sawa, bana. Mwalimu Milward Hamdi toka amekiongoza kikosi cha Yanga, amekiongoza vizuri kwenye ushindi kwenye michezo mingi, lakini hata kocha Fadlu Davis namna ambavyo amekutana na Yanga amepoteza mara zote. Kwa manake swali langu lilikuwa endapo Simba watashindwa kuutoa ubingwa kwa msimu huu na juhudi zao zote ambazo wamezifanya, tunaona wamecheza mpaka finali, watakuwa wamefeli kwa upande wako? Nafikiri kwa aina ya kikosi ambacho wako nacho, wakifungwa na Yanga na kukosa ubingwa kwao sio kufeli, kwa sababu Yanga bado ni bora kuliko wao. Kwa hiyo tu utaangalia tu ile extent ya kupoteza ni kiasi gani. Hiyo ndio kitu kingine. Na nafikiri hata wao ndo wanaingia wakiwa na tahadhari kubwa kuliko Yanga kutokana na ubora. Yaani leo uwezo ukachukua Simba na Yanga afu katikati ukasema ni 50 kwa 50, hapana. Yanga kuna kitu ambacho wamezidi. Kwa hiyo kikubwa cha kuangalia ndio kama ambayo nilikuwa nakwambia, nilisikia baadhi ya mmoja ambaye kwa benchi la ufundi akizungumzia takwimu kwamba msimu uliopita tulikuwa tuko hapa, msimu uliofika hapa. Kwa hiyo kuna improvement ambayo wameweza kuifanya compare msimu uliopita na msimu huu, lakini bado haijafikia kwenye level ambayo wenzao wapo. Kwa hiyo kuwa tu katika nafasi ya pili, maana yake msimu uliopita ulikuwa nafasi ya 3. Tayari wamesogea kutoka nafasi ya 3 mpaka nafasi ya pili. Msimu uliopita hawakufika hatua ya nusu finali, sasa wamefika mpaka hatua ya finali kombe la shirikisho. Kwa hiyo nafikiri kuna improvement ambayo wameweza kuifanya, lakini pia msimu huu wanaweza kwenda kutoa mfungaji bora wa ligi na pengine hata MVP kutokana na mazingira ambayo yapo, lakini pia wanakwenda kutoa golikipa bora kutokana na kile ambacho amekifanya. Kwa hiyo kuna maeneo ambayo wameimprove, ambayo ukisema sasa leo uanze kumhukumu mwalimu kiza kafungwa na Yanga, itakuwa unamtupia dhambi ambazo hazimuhusu, kwa sababu kufungwa na Yanga au kukosa bingwa dhidi ya Yanga, Yanga bado imeendelea kuwa bora. Kwa hiyo utakuja kumhukumu mpaka siku ambayo mtakuwa mna ubora unaofanana. Hapo ndio utaenda kuangalia ubora wa mwalimu. Tukimalizia kwa lengo hiyo, Yanga wao baada ya kukosa baada ya kushindwa kufuzu hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa msimu, ubora ambao wamekuwa nao kwenye ligi toka mwanzoni, wao ndio mabingwa watetezi, wamemfunga Simba mara 4 mfululizo. Endapo itatokea labda wakafungwa, Yanga wakafungwa na Simba, kwao itakuwa ni sawa sawa tu na sahihi kwa sababu wamekusha shinda mara 4 mfululizo dhidi ya Simba, ama unaona wao ndio watakuwa wenye hasara kubwa endapo itatokea Simba kalibeba ile kombe? Wao ndio watakuwa wenye hasara kwa sababu kwa uwekezaji walioufanya, kikosi walichonacho, ubora walionao, ukienda kufungwa lazima maswali yaweze kuwa mengi kwamba kwa nini mweza kupoteza. Kwa hiyo hata nyuma nishazungumza kwamba Yanga akipoteza ubingwa wote wa ndani ni jambo la wao wenyewe kukana na kujadiliana. Yaani there is no excuse. Yaani uwezo kusema pengine kwa sababu hii, hapana, kwa sababu ubora walionao unaakisi mafanikio yote ya ndani. Kwa hiyo kama ikitokea wanapoteza, maana yake itakuwa wamepoteza kitu kikubwa na kuna haja ya kuweza kudiscuss na kuweza kujishauri wapi walikofeli, kwa sababu hawana sababu ya kupoteza. Kwa binafsi nafikiri kwamba kwa ubora walionao unaakisi mafanikio katika mchezo, na kama ikitokea mpoteza itabidi tuwaonyeshe kidole na kuweza kuwashangaa, lakini Simba akifungwa hatuwezi kuwashangaa. Sawa, kwa lengo letu tumemaliza nayo kutokana na muda wetu, pia tunaelekea mwishoni. Bana, tumeona waamuzi kutoka nchini Misri, waamuzi kutoka nchini Misri, na lakini pia uchambuzi umekuwa ni mwingi. Ikitajwa watu wamekuwa wanaulizana maswali kwamba labda waamuzi hawa kuletwa kwenye ligi yetu, wakati ikiwa tumeona ligi ya Misri wao kuna kipindi Al Ahly pamoja na Zamalek wagomea paka waamuzi wao wakataka waamuzi kutoka nje, lakini sisi kwenye dabi yetu tumeamua kuwaleta, na dabi yetu tunahitaji kama miongoni mwa dabi bora Afrika. Labda kuna namna ni kama inashusha hadhi ya ligi yetu, ama kama mchambuzi kwa upande wako ni sawa sawa? Hapo kuna context mbili. Context ya kwanza, kuchukua waamuzi Egypt kwa sababu kule wenyewe wanachukua waamuzi kutoka nje, hiyo pengine niweze kuiweka clear. Egypt wanachukua waamuzi kutoka nje sio kutokana na waamuzi kuwa ni wabovu. Hawa hawana uwezo kule kwao, isipokuwa ile upinzani wao au ule utofauti au ushindani kati ya Zamalek na Ahly umepita katika akili za kawaida, umeenda kwenye emotion zaidi. Yaani mashabiki wamekuwa ni tu emotion, ndio wanaanza kuweza kushangaa kukuta wanauana, wanatokea mauaji kiwanjani. Kwa hiyo ifika hatua sasa ni lazima apatikane third party ambaye atakuja kuamua ili kufanya wote waweze kuamini. Unajua mkishakuwa ni maasimu zaidi, ambazo mkakama wenyewe mkamalizana. Kwa sababu ile imeenda mpaka marefali wenyewe pia. Maana ndio timu kubwa ambazo ziko pale Egypt. Hasa Cairo. Kwa hiyo tena ile hali ya kuaminiana imepotea. Si kwetu ni tofauti. Si kwetu kwamba tumepoteza sifa ya kuwa na waamuzi, si kutokana na pengine mashabiki labda wanachukia siko. Kwetu sisi hapa ni kwamba hatuna waamuzi bora. Yaani hawana quality. Waamuzi yaani sisi hawaaminiki, sio kwa ajili ya mapenzi, hawaaminiki kutokana kukosa ueledi na ubora wa kuweza kusimamia mchezo. Kwa hivyo ni vitu viwili
tofauti. Kwa hiyo kwa upande sisi, maana yake inakwenda kutolea picha kwamba tumeshindwa kuandaa waamuzi wenye level ambayo wakaweza kusimamia mechi kubwa ya Simba na Yanga na watu wakawakubali. Unaelewa sijui? Kwa hiyo maana yake ni swala la chama cha waamuzi na wote wanaohusika kuweza kujitathmini kwamba wakati ligi yetu iko namba 4 lakini bado tumekuwa na changamoto. Na kweli angalia kwa level ya ligi yetu, angalia na waamuzi ambao wanakwenda kutumika katika michuano mikubwa ya Afrika. Utegemea kuona ligi namba 4 barani Afrika. Leo hii ukisikia michuano ya AFCON, basi ukuta waamuzi 3, 4, 5 wamekwenda. Ukisikia michuano ya labda ya Chani, waamuzi 7 wamekwenda. Ukichukua FIFA World Cup hivyo, lakini always mwamuzi mmoja tu. Pengine mmoja na wa pili nadhani yule msaidizi nani Komba, Komba. Ndio kwa wawili tu. Kwa maana mmoja pembeni mmoja kati. Katika nchi ambayo ligi yake nafasi ya 4, ligi ambayo inakuwa kwa kasi, ligi ambayo inaonekana, maana kuna sehemu tuna mess up. Sasa tumemsikiliza mwenyekiti wa waamuzi wa chama cha waamuzi amezungumzia kwamba kukosekana kwa waamuzi waliokuwa wamepangwa Ahmed Arajiga, Frank Komba na Kasimu Mkono ni kwa sababu wao huko masomoni kwenye maandalizi ya kwenye kozi ya maandalizi ya CHAN. Kukosekana kwa marefa hawa, bodi ya ligi ikaamua moja kwa moja kwenda ama chama cha waamuzi kikaamua kwenda kuchukua waamuzi nchi nyingine. Inaleta taswira gani wakati Tanzania ina watu zaidi ya milioni 60 na waamuzi wako ni wengi? Kukosekana waamuzi 3 ndio sababu bodi ya ligi inaamua kwenda kuleta waamuzi wengine? Ndio nilichokuambia kwamba kuna kitu lazima chama cha waamuzi waweze kujitafakari. Maana yake wameshindwa kuproduce katika ligi hii kubwa, katika nchi kubwa. Uweze kutegemea waamuzi 3 tu wakawa ndio package yako, si kweli. Maana yake tunakosa alternative, tunakosa ubora. Lakini pia kuna vijana wengi ambao walikuwa wanaanza kuja vizuri, tumeshindwa kuweza kuwasimamia. Tulikuwa tuna vijana wengi, kina Risasi, kina Kayoko, wamepotelea wapi? Tulikuwa nao ambao wangeweza kusimama kwenye weledi. Leo tulikuwa tuna kundi kubwa la waamuzi, lakini wakaenda wameingia nje nyingine, wamekuwa sote na vile. Kwa nafikiri kuna changamoto kwenye kuwa manage hao waamuzi. Tunatoa chini wakiwa na ubora. Je, tunaweza kuwasimamia wakaendelea katika ubora wao? Imeshindikana. Kuna namna maamuzi haya yanawaathiri kisaikolojia ama kimtazamo waamuzi wetu kwamba kuonekana wanakwenda kuchukuliwa waamuzi wengine na wao wanaachwa. Sasa wanawasifia wakati wao ndio wamesababisha. Ndio wamesababisha tena inakuathiri brother. Inaomwathiri ni yule ambaye kafanya vizuri. Wewe unaboronga kila siku kama waamuzi wako kina Kefa Kayombo. Afu leo yeye tena anaathirika na kitu gani sasa? Wao ndio wametengeneza mazingira yote. Wameamua kujitoa akili wakafanya wanayoyafanya. Sasa anaathirika na nini? Sasa waamuzi hawa kutoka nchini Misri, watu wamekuja na hoja ambazo nadhani pia ni za msingi kwamba endapo ikatokea wamefanya makosa, kwa sababu nao ni binadamu, wakati tunamalizia hapa dakika chache, nao ni binadamu vile vile, ikatokea wamefanya makosa, wewe kama mchambuzi ukilitazama hilo, hawa wanaadhibiwaje ikiwa ni waamuzi wa kigeni? Hawa waamuzi wa Tanzania wakina Kefa, wakina Tatu Malogo na wengine wanaadhibiwaje? Huwa wanaadhibiwa na lini? Wameadhibiwa lini? Lini wameadhibiwa? Hakuna kitu. Mimi naamini kwamba mpaka wanakwenda kuchukua expert, maana yake tayari umeshamuamini kwamba ni mtu ambaye ni mpaka unaamua kwenda kutafuta mtu nje, maana yake umeridhika na ubora alionao. Kwa anapokuja kutoa service, of course ni binadamu, makosa atakuwepo, lakini tutegemee kuweza kuona kama makosa yale kama ambao mzetu wamekuwa wakiyafanya. That's why ndio tunaenda kuwafuata wao, na wao wanajua kwamba tumekwenda kuchukuliwa kwa sababu sisi tunaaminika. Yani kama mimi nimekwenda kuchukuliwa, nimetoka Egypt nimekuja Tanzania, maana yake anajua nimekuja kutatua changamoto ambayo wao pengine wameshindwa kuimaliza. Kwa hiyo kwa maana ya uweledi na kitaalamu, lazima atakwenda kusimamia kile ambacho kilifanya watu waweze kufunga safari, na ikiwezekana next time waweze kumchukua tena. Wenzetu kidogo wanakuwa wanaweza kusimamia. Kwa binafsi naamini kwamba watakuwa ni waamuzi wazuri ambao watakwenda kutendea haki kazi ya mchezo na watu watakwenda kuridhika katika mchezo kwenda kutokea. Sasa hauoni kama dabi zijazo labda kukawa na ile hali ya kutaka waamuzi tena wa kigeni ndio waje kuchezesha? Sio mbaya. Cha msingi tu ni kuhakikisha kwamba tunazingatia taratibu na kanuni zilizopo ili kila mmoja aweze kupata haki yake. Kwa kama sasa mmeshindwa kutoa haki nyinyi, basi aje mtu mwingine kutupa haki. Mimi nimefuatilia mahojiano ya Ali Kamwe, alikuwa akizungumza na kituo kimoja cha radio, akaulizwa kama wao kama klabu wana taarifa kwa dakika moja kama wana taarifa ya hawa waamuzi wa kigeni, lakini Ali Kamwe alisema na wenyewe wamewaona kama walivyowaona watu wengine, lakini hawajapewa taarifa na bodi ya ligi wala kushirikishwa. Lakini kikanuni kwamba ilikuwa inatakiwa vilabu vingeitwa na kushirikishwa. Kwa mtazamo wako hili limekaaje kama ulilipata na lenyewe? Nafikiri ni maoni yake ameweza kuyatoa. Nafikiri tuendelee kuyaheshimu maoni yake yeye, lakini mimi ninaamini kwamba kuna jambo lilifanyika ndio maana waamuzi wao wakaweza kuletwa, sio from nowhere. Haikuwa tu kawaida. Yeah, sio from nowhere. Kuna jambo limefanyika ndio maana waamuzi wakaletwa na wapo na watachezesha na wataondoka. Kwa hiyo tuishie kusema hivyo.
Sawa bana tumalize. Kwa hiyo wewe kwenye mechi hii mtazamo wako ama keti yako unaitupa wapi? Kimpira utasema Yanga anashinda. Kama unazungumzia mpira. Ukizungumzia kiushabiki utasema 50-50. Sasa manake ndo sasa kama kimpira Yanga anashinda, kiushabiki 50-50, na mechi ambayo Yanga akitoa hiyo ukimpa 50 anabeba ubingwa, akishinda anabeba ubingwa, hii inakaaje? Sasa hiyo ni mtu mwenyewe ataamua kuitafsiri, lakini mimi nimeona kwamba kimpira Yanga anashinda, kiushabiki ili yaani mashabiki wako wa Kajenjele TV waweze kufurahi, tutawaambia mechi ni 50-50. Bwana tuthibitishie bwana, tumemaliza. Dominic Salamba, nimeona uchambuzi kuhusiana na kiungo mpya wa Yanga anatajwa somebody nani Dumbia, sio kitu kama hicho, jina lake sijalifuatilia vizuri. Maana umekuwa unatoa na wewe ukitoaga unatoa mara moja bana, tayari kuna taratibu zinaonekana zimekushaanza za usajili na unatajwa kama usajili wa moto. Yanga tayari mpaka sasa hizi amesajili wachezaji 6. Na huyu ambaye nimemwandika ni miongoni mwa wachezaji. Kwa wengine nitaendelea kuwatoa baada ya mchezo wa dabi. Wachezaji 6. Kwa hiyo uendelee kunifuatilia na kuja kuchukua madini nitakupa. Kwa sababu mimi sio mcheo. Sawa bwana Salamba. Bwana mimi nikutakie bwana majukumu mema bwana ofisini kwako. Karibu tena.